Wapiganaji wa Kihouthi wanaonekana mwiba mchungu kwa Israel. Sasa Israel inafanya mazoezi ya kuweza kujiweka tayari dhidi ya mapambano dhidi ya wapiganaji hao wa Kihouthi na namna ya kujizuia kutokana na mashambulizi yao. Kamandi kuu ya jeshi la IDF imezindua zoezi linaloundwa kupima utayari wa jeshi kwa hali mbaya zaidi zinazohusisha nyanja nyingi zinazofanya kazi kwa wakati mmoja chini ya vizuizi vya ufanyakazi, lakini hili ni kwa ajili ya mapambano kutokana na mashambulizi ambayo yanaweza yakatokea wakati wowote dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi wa nchini Yemen. Zoezi hili linafaa kuchunguza utaarifu wa makao makuu ya kamandi kuu ili kukabiliana na hali zenye nguvu katika nyanja nyingi kwa wakati mmoja. Habari za uchunguzi zinaonyesha kwamba tathmini imefanyika na kuna uwezekano wa kupenya kwa mashambulizi ya kigaidi kutoka mpaka wa Jordan yakitokea katika taifa la Yemen kupitia Wahouthi. Maafisa usalama waliashiria tishio linaloendelea kupenya ardhini linaloendeshwa na Wahouthi ambao wanaweza kuingia Jordan kupitia Syria na hata mpaka wa Israel. Licha ya kuanzishwa kwa kitengo cha 96 na kuanza kwa ujenzi kwenye uzio wa Hourglass na kituo cha kudhibiti moto, maafisa wa usalama walionya kwamba mashirika ya uhalifu yanatumia njia za kujipenyeza kwa magendo ya dawa za kulevya pamoja na silaha. Sasa lazima wapiganaji wa IDF wajiandae kwa ajili ya namna ya kuwadhibiti wapiganaji wa Kihouthi. Uzoefu unaonyesha kwamba korido zile kwenye mpaka mrefu zinaweza kuwa njia za shughuli za kigaidi ambazo huweza kufanywa na wapiganaji wa Kihouthi. Msingi wa zoezi hilo ulihusu uigaji wa muundo wa Oktoba 7 katika ukingo wa Magharibi, uvamizi ulioratibiwa na wapiganaji wa Hamas wa Palestina uliolenga jamii nyingi kwa wakati mmoja. Mazoezi hayo pia yanajumuisha matukio ya machafuko makubwa katika sekta nzima dhidi ya hali ya nyuma ya uwezekano wa kuanguka kwa mamlaka ya Palestina kufuatia mizozo ya kurithi nafasi ya mwenyekiti wa mamlaka ya Palestina. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama, matarajio kwa upande wa Palestina ni kwa ajili ya kuanzishwa upya kwa utaratibu kabla ya mwezi wa Ramadhani kwa hali iliyokuwepo kabla ya tarehe 7 Oktoba, ikiwa ni pamoja na kurejea kazini nchini Israel. Changamoto kuu inayomkabili mkuu wa kamandi kuu Meja Jenerali Avi Bruce, kama uchunguzi ulivyoonyesha, itakuwa ni kusimamia mgogoro huo chini ya hali ya upungufu wa nguvu, kama vile kurugenzi ya operesheni ya IDF ikitoa kipaumbele kwa misheni ya uendeshaji nchini Lebanon, Syria na ukanda wa Gaza. Hata hivyo, bado kumekuwa na hofu kwa Waisrael pamoja na jeshi lao kwamba wapiganaji wa Kipalestina Hamas, lakini pia wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen bado wana nguvu kubwa katika kufanya mashambulizi wakati wowote, na hivyo lazima kuwepo na mazoezi maalum ya kuweza kupambana dhidi ya ugaidi wa aina hiyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.